Tuendelea hapa kuangazia pia habari nyinginezo ambazo tupo nazo ndani ya Jamvini. Na sasa tuangazie habari kutoka kule Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma ambayo imeweza kuhairisha kutoa hukumu ya kesi ya rufaa ambayo nimekwambia ile kesi ya kina Bwana Nyundo ambayo iliweza kwenda kusikilizwa tena. Sijui kama kesi ilikuwa ulilipata hilo tukio. Naweza nikasema kwamba imekuwa kesi ya muda ambayo mpaka sasa imesaulika katika vichwa vya watu, lakini ni moja ya story ambayo iliwagusa watu wengi sana. Iliwagusa watu wengi sana na walitamani kuwa mahakimu waweze kuihukumu pasipo hata kusikiliza yani pasipo kusikiliza chochote, kwa sababu ambacho walikuwa naamini wenyewe ushahidi ni ile clip ambayo ilisambaa. Ndo ambacho walikuwa naamini kwamba ushahidi huu hapa. Sasa mnachohangaika kwenda mahakamani nini? Kwa kila mmoja alitamani kuchukua nafasi ya hakimu ili aweze kuiamuru hiyo kesi na atoe hukumu moja kwa moja kwa wahusika. Ile kesi ilipangwa kusikilizwa leo saa 8 na iliweza kusikilizwa, na kilichotokea ni kwamba Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma imehairisha kutoa hukumu ya kesi ya rufaa iliyokatwa na Clinton Damasi maarufu kama Nyundo na wenzake watatu hadi Oktoba 21, 2025 kutokana na sababu za dharura. Shaelewa hapo hatujaelezwa dharura gani, lakini kwamba kuna sababu za dharura. Kwa hiyo kesi haijaweza kutolewa leo hukumu mpaka Oktoba 21. Hizi kesi zinaendelea kwenda. Ukumbuke pia kesi ya mheshimiwa ndio maana imepelekwa ndio maana nakwambia kwamba watu wasije wakahisi kwamba labda kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu kwamba kusogezwa ni kwamba mahakama pengine inafanya makusudi kuipeleka, lakini mahakama ni chombo ambacho kinataka kufanya kitu kwa kujiridhisha zaidi. Na umesikia pia hapa wakili Madereka ameweza kuzungumza kwamba mahakama inaangalia. Kwa hiyo maana yake unaweza ukapendelea mahakama kutoa hukumu ya haraka. Ndio. Lakini inaweza ikatokea kwamba ikatolewa hukumu alafu mwisho wa siku ikaonekanika kwamba kuna makosa, kuna upendeleo. Juzi ndani ya Jamvini hapa ilikuwa na story moja ya kijana moja ambaye yeye amembaka bibi wa miaka 77. Na kijana tu mdogo sana. Kwa tukio lilitokea Septemba 11. Ndio. Juzi wakati na ripoti ndani ya Jamvini hapa ikawa imetolewa hukumu. Ndio. Yeye kufungwa miaka 30 na kulipa pesa milioni 3. Kwa hiyo almost kama wiki moja hivi, 2 kasoro 2. Hukumu kawa tayari ishatoka. Paka nikawa najaribu kuwaza kwamba kumbe kuna baadhi ya kesi mahakama huwa inakuwa iko chap sana kutoa hukumu. Ila kuna baadhi ya kesi zingine ndio kwamba mambo yanaenda taratibu. Sasa ngoja turudi hapa tuendelee na hii taarifa ya kesi inayomkabili Bwana Nyundo. Hukumu hiyo ilikuwa imepangwa kutolewa leo Septemba 25, 2025 majira ya saa 8 mchana, lakini imepelekwa mbele ambayo ndio hadi Oktoba 21, 2025. Wakata rufaa hao ni aliyekuwa askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ-MT 140105, hiyo ndio namba yake. Jina lake ni Clinton Damas maarufu kama Nyundo, na askari magereza C1693 Playgod Mushi, Nixon Jackson Machuche na Amini Lema Kindamba. Wanatetewa na mawakili wa kujitegemea Godfrey Wasonga, Robert Owino na Meshaki Ngamando, huku upande wa jamhuri ukiwakilishwa na wakili mkuu wa serikali Lucy Uwiso pamoja na mawakili wenzake wawili. Ikumbukwe kuwa Septemba 30, 2024 mahakama ya hakimu mkazi Dodoma ili wahukumu Nyundo na wenzake kifungo cha maisha gerezani baada ya kuwakuta na hatia ya makosa ya kubaka kwa kikundi na kumwingilia kinyume na maumbile binti mkazi wa Yombo Dovya jijini Dar es Salaam aliyetambulishwa mahakamani kwa jina la XY.
ilikuwa Septemba 30, 2024, mwaka mmoja hivi sasa. Kasoro kidogo. Sasa ya ni mwaka. Kasoro kama siku 2-3 hivi. Ni mwaka tu tuseme, ni mwaka. Mwaka. Wameona muziki sasa, na hapo walihukumiwa miaka mingapi? Kifungo cha maisha. Kifungo cha maisha. Ndio kwanza na mwaka mmoja. Yaani ndo kwanza tu wameona vitu haviendi. Ni mwaka mmoja. Mara maisha. Yaani ndo kwanza mwaka mmoja wameona vitu haviendi. Alafu mara maisha. Alafu ni maisha kwao, na mpango wa kutoka. Unajua moja ya uhuru, yani moja ya tamaduni au moja ya taratibu nzuri ni mtu kuwa uhuru. Ndio. Unaona? Yani uhuru ni kitu bora zaidi. Na hilo swala lipo, na ni swala miongoni mwa masuala ambayo yanapendekezwa au yanafuatiliwa sana. Sawa? Na hata watu wa masuala ya haki za kibinadamu kwamba mtu awe na uhuru. Na ndio maana pia naambiwa kwamba taifa linakuwa uhuru. Sawa? Wananchi wanakuwa uhuru. Sawa? Na uhuru sasa. Uhuru. Sasa yani uhuru ndio ambao utakao kufanya wewe uendelee kuona kwamba maisha yako hivi, sawa? Dunia iko hivi. Kwa hiyo ikitokea subiri kwanza, unajua nataka uzungumzie uhuru. Mimi sizungumzie uhuru wa mtu kuzungumza. Yaani ule tu uhuru wa mtu kuwa huru, yani hivi uraiani. Yaani uhuru wa mtu kwamba afanye atakacho. Sharti asivunje na nini? Sharti asivunje tu taratibu za nchi. Kwa hiyo inapotokea wewe ukapewa kifungo cha aina yoyote ile, lazima kikuathiri. Yaani hilo swala lazima kikuathiri. Hata kama mtu una kesi, anatoa assume tu kwamba ulipata kesi, sawa? Alafu baadaye hiyo kesi ukaambiwa kwamba umeenda kituo cha polisi, labda mkazungumzwa, afu ukaambiwa kwamba unatakiwa unakuja hapa kuripoti. Kuna zile kesi ambazo mtu unatoka kifungo cha nje, sawa, alafu unatakiwa uende kuripoti, yani kila baada ya siku kadhaa uende ukaripoti. Kila uende ukaripoti. Inachosha hiyo. Yaani unaweza kuona kwamba kama ni kitu ambacho fresh na kazangu raiani, lakini kile kitendo cha kwenda kituoni mara kwa mara kinachosha. Na kile pia ni adhabu tosha sana. Kwa sababu pia ni kifungo nacho, kile ni adhabu. Hapo bado hujakaa ndani. Kwa hiyo uhuru ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo unapokosa uhuru lazima uone kwamba kuna kitu hakipo sawa. Na ndio maana kwamba hata bwana huo mwaka mmoja, yaani ukute hapo washateseka vya kutosha. Yaani washaona kwamba ameteseka vya kutosha. Cha kusikitisha au kidogo ambacho kinaleta mtafaruko kwamba wahusika ndo walikuwa naweza nikasema ndo walikuwa wasimamizi wa sheria. Kwa sababu bunge linatunga sheria. Bunge likitunga sheria, alikuwa anajua uchungu wa gereza. Unaona? Yaani anajua kabisa uchungu wa gereza. Jamani, mimi yani ni muhusika wa magereza. Sasa yeye anaenda kulindwa. Yaani wewe ulikuwa unalinda wengine, lakini na wewe unaenda kulindwa sasa. Kwa alikuwa anajua fika kwamba adhabu ya magereza ipoje, lakini akadiriki kutenda kitendo ambacho alishirikiana na wenzake kufanya. Tukija kwa huyu mwanajeshi wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, naye ni miongoni mwa chombo ambacho kinatekeleza sheria ya nchi. Kwa sababu gani? Tunasema kwamba ili tuwe huru au tuwe na amani katika taifa, lazima vyombo hivi viwe imara. Sasa uimara wa vyombo hivi ni kutoruhusu migogoro au mivurugano ndani ya nchi. Kwa sababu hiyo migogoro ndio itatenga matabaka ambayo sasa matabaka yataanza kupigana na kufanya amani itoweke, ambao ni kama tunu sasa ya nchi yetu ya Tanzania. Sasa Jeshi la Ulinzi pia la Wananchi ni miongoni mwa chombo ambacho kinalinda hii amani na kutekeleza sheria. Sasa wenyewe walienda wanajua fika kwamba wanachokifanya ni kosa. Ni kosa katika haki kwanza za binadamu. Lakini pia ni kosa katika jambo la utu, kwa sababu walichokifanya sio utu. Walimchafua binti wa watu kwa sababu ile klipu ilisambaa na watu waliitazama. Sasa walimfanya aibike, pengine ndio maana baada ya tukio RC wa jiji la Dar es Salaam na Chalamila, Mheshimiwa Chalamila alisema kwamba lazima baada ya tukio binti lazima apewe
elimu ya saikolojia kidogo, ili wamjenge arudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwa sababu tu katika hali ya kawaida wewe usambae katika mitandao ya kijamii ukiwa semba au unafanywa kitendo ambacho sio cha ubinadamu. Sasa wewe ni jamii gani ambayo unaweza ukakaa ikakuangalia na ili kutazama katika hali tofauti katika mitandao ya kijamii? Sasa lazima alipewa akili ya kisaikolojia ili iweze kumjenga kwanza, kwa sababu pasipo kupewa hiyo elimu pengine angechukua maamuzi magumu au yanaweza nikasema kwamba maamuzi hata ya kujitoa uhai, kwa sababu ile aibu haivumiliki, haistahimiliki. Huwezi ukavumilia ile aibu ambayo walimpa. Sasa ni watu ambao walifanya kitendo wakijua fika kwamba